nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akasema Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Alhamisi Kuu, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 8, ya 11 mpaka ya 14, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 13 aya ya kwanza mpaka ya 15. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni Iskariote, moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyu akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga ana haja ila ya kutawaza miguu, bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Nyinyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu nyinyi kwa nyinyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu ndugu mpendwa katika tafakari hii takatifu, tunapoendelea na safari yetu ya kiroho kuelekea Pasaka. Huu ni wakati wa neema na mwaliko wa ndani sana, mwaliko wa kusimama kutafakari maisha yetu na kujifunza tunasimama wapi mbele za Mungu. Alhamisi Kuu inatukutanisha na moyo wa Yesu Kristo, moyo uliojaa upendo, huruma na kujitoa bila kipimo. Ni siku inayotualika si tu kukumbuka yaliyotokea zamani, bali kuyaishi leo katika maisha yetu halisi, katika familia zetu, mahusiano yetu, kazi zetu na ndani kabisa ya mioyo yetu. Injili ya leo inatugusa maisha yetu moja kwa moja. Yesu anajua wazi kuwa atasalitiwa, ataachwa peke yake na atateswa, lakini bado anachagua kupenda. Hapa ndipo tunapokutana na changamoto kubwa ya maisha yetu ya kibinadamu. Mara nyingi sisi tunapenda pale tu tunapopendwa, tunasaidia pale tu tunapothaminiwa, na tunasamehe pale tu tunapoona ni rahisi. Lakini Yesu anatufundisha njia nyingine kabisa, njia ya kupenda hata inapoumiza, njia ya kusamehe hata pale ambapo moyo unasitasita. Tunapoelekea Pasaka, tunaalikwa kujiuliza kwa dhati,
Je, tunaishi upendo wa aina gani? Upendo wa masharti au upendo wa kujitoa? Katika karamu ya mwisho, Yesu anatupa zawadi isiyo na kifani, zawadi ya Ekaristi Takatifu. Mtume Paulo anasema, maana mimi nalipokea kwa Bwana, nalo naliwapa nyinyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ukirejea waraka Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23. Hapa tunaona ukweli mkubwa sana. Yesu anajitoa kabisa mwili na damu kwa ajili yetu katika maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi tunatafuta kujilinda, kujihifadhi na kujitunza sisi wenyewe. Tunaogopa kuumizwa, tunaogopa kupoteza, tunaogopa kujitoa kupita kiasi. Lakini Yesu anatufundisha kuwa maana ya kweli yapatikana katika kujitoa. Ekaristi ni shule ya upendo, inatufundisha jinsi ya kuishi kwa ajili ya wengine. Tunaposhiriki Ekaristi, tunaitwa kuwa Ekaristi kwa wengine, kuwa watu wanajitoa, wanaosamehe, wanaoleta amani. Lakini je, maisha yetu yanaakisi tunayopokea? Je, baada ya kushiriki Ekaristi tunarudi katika maisha yale ya chuki, wivu na ubinafsi? Yesu anaendelea kutufundisha kupitia tendo la unyenyekevu. Hapo ndipo Injili inapoingia moja kwa moja katika maisha yetu ya kila siku. Kuoshana miguu leo kuna maanisha nini? Ni kumsaidia mtu anayehitaji msaada, ni kumsikiliza anayeteseka, ni kumsamehe aliyekukosea, ni kujishusha na kuacha kiburi katika jamii yetu. Mara nyingi tunaona migawanyiko katika familia, katika urafiki, hata katika kanisa. Watu hawasemi, wanabeba chuki moyoni, wanashindana, wanajiona bora kuliko wengine. Yesu anatuita kuvunja mzunguko huu. Anatuita tuwe watu wa amani, watu wa upendo, wa vitendo, watu wanaoleta umoja. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Benedict Kenan Nyotoka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!